Tatizo kubwa ambalo linawaponza Yanga ni dharau. Hicho ndio kitu ambacho kinawaponza sana kwa kiasi kikubwa, na ndio maana unaona wanakutana na changamoto nyingi na wakati mwingine wanashindwa kuzisolve kwa sababu hawana tabia ya kuheshimu mamlaka. Kwa mfano, kwenye tukio ambalo walilifanya Ally Kamwe pale Tabora kwa mkuu wa mkoa, kwenye yale maneno ambayo aliyazungumza, kama klabu ingesimama na kuomba radhi, naamini kwamba Ally Kamwe asingekamatwa na jeshi la polisi, kwa sababu yani sisi wa Tanzania ni watu waungwana sana na viongozi wetu pia ni watu waungwana sana. Huwa ukimwomba radhi ana tabia ya kuelewa na kusamehe na mambo mengine yakaenda vizuri. Na nakumbuka tangu ile siku Ally Kamwe alivyoanza kuzungumza zile kauli za dharau kwa mkuu wa mkoa, mimi binafsi pia nilishauri na niliandika kwenye Instagram yangu pale kwenye akaunti ya Alex Ngereza kwamba Ally Kamwe amekosea, kwa hiyo anapaswa kuomba radhi, lakini pia club inapaswa pia kuomba radhi kwa niaba ya afisa habari wao kama ikitokea afisa habari hajaomba radhi, au hata kama afisa habari ameomba radhi, lakini pia wao kama club kuomba radhi ni jambo la kwanza ambalo linaweza kuleta heshima kwa mkuu wa mkoa, kwamba hata kama kuna kitu amechukia, lakini ikitokea taasisi imeomba radhi na mtu mwenyewe ambaye amekosea ameomba radhi, kwa sababu pia ni binadamu, kuna namna anaweza kuwaelewa Young Africans na kuwasamehe kwa kile ambacho kimetokea. Na ndio maana unaona wao walishindwa kufanya hicho kitu, na baada ya kushindwa kufanya hicho kitu kilichokuja kutokea ni kwamba baada ya mechi kumalizika Ally Kamwe amekamatwa na jeshi la polisi na kuwekwa ndani, akalala pale, mwisho wa siku akaja kuhojiwa na ameachiwa kwa dhamana. Manake sio kwamba kesi imeisha, ila ameachiwa tu kwa dhamana kwa muda na atakuja kufanyiwa mahojiano tena kwa wakati mwingine. Ile ni kwa sababu wao walishindwa kuiheshimu mamlaka. Yaani unajua watu wa serikali au viongozi wa serikali ni watu ambao wanateuliwa na kuchaguliwa. Sasa mtu anapochaguliwa, manake wananchi ndio ambao wamemchagua au kamati fulani ndio ambayo imemchagua. Ina maana wewe ukiingia kwenye anga zake ni lazima uheshimu mamlaka alionayo. Au kama ni kiongozi ameteuliwa, manake kateuliwa na rais au na mtu mwingine yoyote ambaye amemteua kwenye nafasi fulani, manake ana mamlaka kwenye hiyo nafasi na watu ambao wamemteua wameona kwamba anafaa kukaa kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo unapaswa kuheshimu ile mamlaka ambayo imemteua, lakini pia yeye mwenyewe unapaswa kumheshimu. Sasa kilichoonekana kwa Young Africans baada ya Ally Kamwe kuzungumza maneno yale makali kwa mkuu wa mkoa ambao yanamvunjia heshima, tafsiri yake ni kwamba yeye ameikosea mamlaka. Sasa kama ameikosea mamlaka, alichopaswa kufanya ni kuomba radhi, lakini pia Yanga kama klabu kuomba radhi kwa sababu ya title ya mkuu wa mkoa. Yaani unajua mkuu wa mkoa ni mtu mkubwa sana. Yaani watu msimchukulie poa. Yule ni mteule wa rais, yaani ni mtu ambaye anamwakilisha rais kwenye mkoa wa Tabora. Kwa hiyo chochote ambacho utakifanya ambacho kinaenda kinyume na yeye au kinamdhalilisha kwa namna yoyote ile au kinamvunjia heshima kwa namna yoyote ile, unapaswa kuomba radhi, kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kuleta athari kubwa zaidi. Na ndio maana Ally Kamwe alikuja kukamatwa na kuweka ndani kwa kuzungumza kauli ambazo zilikuwa zinawatusi viongozi wa serikali. So Yanga wakipunguza kiburi watafika mbali sana, kwa sababu haya yote mpaka yanakuja kutokea ni kwa sababu wao waliona kwamba ni jambo la kawaida. Sasa vitu kama vile huwezi kuviona vitu vya kawaida, kwa sababu vinaigusa interest za watu wengine, lakini pia zinavunjia heshima watu wengine, na kilichosababisha Ally Kamwe akakamatwa ni kwa ajili kulinda ile status ya mkuu wa mkoa au kulinda heshima ya mkoa wa Tabora na kumfanya kila mtu ambaye anafika Tabora aweze kuheshimu mamlaka za Tabora. Na ndio kitu ambacho alikifanya, wala sio kwamba eti kuna kitu kingine zaidi ya hicho. Yaani pale ni mamlaka inashindana na mamlaka. Yaani mamlaka imeamua kumwadabisha Ally Kamwe ili kuhakikisha kwamba watu wote wanawaheshimu. So Yanga wamekuwa na matukio ambayo sio mazuri kwenye jamii by the way, lakini klabu mara zote imekuwa ikikaa kimya. Kwa mfano hata sasa hivi unaona wana mgongano au wana msuguano ambao unaendelea baina ya Yanga na TFF. Lakini ukija kufikiria kwa undani unakuja kurealize kwamba hivi ni vitu ambavyo vinatokana tu na jeuri. Yaani jeuri ndio inasababisha mambo yote yanatokea. Lakini kama ingetokea watu wanakaa na wanasikilizana vizuri, wala kusingekuwa kuna shida yoyote. Kwa hiyo Yanga kilichowaponza au kusababisha Ally Kamwe akalala ndani ni kwa sababu ya jeuri ambayo viongozi wake wameionyesha, lakini pia yeye mwenyewe ameionyesha. So jeuri yake ndio ambayo imesababisha amekutana na changamoto kama hizi. Lakini pia hata sasa hivi jeuri ambayo Young Africans wanaionyesha pale TFF na bodi ya ligi ndio ambayo itawaingiza pabaya. Kama Yanga wangekuwa hawana jeuri, mambo yote yasingeweza kutokea. Kwa mfano hata issue ya Ally Kamwe isingekuwa mbaya, wangekaa wakaomba radhi na maisha yangeendelea vizuri. Na Ally Kamwe asingeweza kukamatwa na polisi na kuwekwa ndani, wala wasingekuwa na propaganda za aina hii.
Lakini pia kama ingekuwa sio jeuri ya Yanga, tusingeona leo wakianza kugomea mechi, lakini wagomea mechi kwa sababu ya dharau na jeuri ambao wanao dhidi ya viongozi wakuu ambao wana mamlaka makubwa zaidi kuliko wao. Nafikiri kwa hili limekuwa ni fundisho kwa Yanga, wanapaswa kujifunza, lakini pia ushauri wangu tu kwao. Yaani kuna taasisi upaswa kuzionyesha jeuri, yaani kuna watu upaswa kuonesha jeuri. Yaani unapaswa kuheshimu taasisi fulani, lakini pia unapaswa kuheshimu watu fulani kwa sababu watu wengine ni watu nyeti kwenye serikali na ni watu nyeti kwenye maeneo tofauti tofauti. So ukiwaletea dharau kwa namna moja ama nyingine, wewe unajiingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo ninachokiamini ni kwamba uongozi wa Young Africans bado pia una nafasi ya kumuomba radhi mkuu wa mkoa. Yaani pamoja na kwamba alikamatwa na jeshi la polisi akahojiwa na nini, lakini kama club ili kuonesha kwamba haiungi mkono kile ambacho alikifanya, basi inapaswa kuomba radhi ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri na wanatengeneza mahusiano mazuri baina yao na serikali. Lakini kama watafanya hivyo bado wataonekana kama wanamsupport afisa habari, kitu ambacho kitaonesha kwamba au kutaleta tafsiri kwamba Yanga hawaiheshimu serikali au hawaheshimu viongozi wakuu wa nchi, kitu ambacho kinaweza kuleta hata picha mbaya zaidi kwao, na kwa sababu pia Yanga ni timu ambayo ina mahitaji mengi na bado inahitaji msaada wa serikali. Kuna vitu ambavyo wanapaswa kuvifanya kwa ajili ya kutengeneza picha yao nzuri kwa serikali ili baadaye waweze kupata vile ambavyo wanavihitaji. So bado Yanga na nafasi, wanapaswa kumuomba radhi ili mambo mengine yaweze kwenda sawa.